the book of Galatians chapter 5, verse 16 to 26. Wagalatia 5. Chapter 5, verse 16 to 17. Inasema hivi. So I say, live by the Spirit, you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Mama, aina tusomea kwa hiyo 16 na 18. Basi nasema, nendeni kwa Roho, wala hamtazimika, hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana mkiongozwa na Roho, hamko chini ya sheria. Amen. Father, thank you for the reading of the word. I thank you, Lord, because of your presence in this place today. I pray, Jesus Christ, the Lord, you shall use me as a vessel, even God, as a deliver your word to your people today. I thank you, Jesus Christ, because of with us. I pray for everybody that is listening, the ones who are here, the ones who are far, Lord Almighty. I pray that Lord gonna speak to them in the name of Jesus. Will you open their inner ears that shall be able to understand this word? I give power and authority to silence every voice of the enemy and any spirit of confusion that may try to intervene as we continue to share your word. Now I pray that your grace, God, is with me sufficient, Lord, as I deliver your word to your people. In Jesus' mighty name we pray and we give thanks. Bwana asifiwe. Amen. Last Sunday began a topic entitled Understanding the Spiritual Things. Ama kuelewa mambo ya rohoni, kuelewa mambo ya rohoni. And today I have a topic that I want to share. It is entitled The Contention Between the Spirit and the Flesh. Ama mashindano, ama vita kati ya nyama ama mwili na roho. Because there will always be contention between the spirit and the body. The spirit and the flesh. Bwana asifiwe. Kwa hivyo saa zingine tunaweza sema shetani amenijaribu, shetani amenifanya hivi, na saa zingine hata si shetani, bali ni mwili unashindana na roho. And that's what I want us to share today, and I know that our God is going to bless us. And as I begin, I want to say, to define what is flesh. Ama nyama ni nini? Kuna wakati ambapo Yesu aliambia Peter, the flesh and the blood has not revealed to you, by the Spirit of the Lord has revealed to you. Praise the name of the Lord. Amen. What is flesh? In Paul's writings, the flesh stands for the natural desires of a person operating apart from God. The flesh, ama nyama, iwe inaonyesha ni zile njia za kiasili, the desires, shauku za mwanadamu ambazo mtu anafanya kinyume ama nje ya Mungu. So if you are doing something which is not good, which is contrary to the word of God, you are acting in accordance to the flesh. You are acting in accordance to your body, the desires of the flesh. These are unholy desires. Ama ni shauku, ni matamanio ambao si mazuri, si takatifu. There is a disregard to the law of God. Ama kutofuata sheria ya Mungu. Another one that is used, it is carnality. Carnality. It is flesh. Carnality. Anti-spiritual. Kutokuwa kiroho. The flesh cannot please God. Kusoma Romans chapter 8 verse 6 inasema kwamba the flesh produces death. But what is spiritual? What is the spirit?
Praise the name of the Lord. Tunaponena kuhusu spirit nini? It is setting your mind on the gospel things, or it's setting your mind on the spiritual things. Ama ni kuweka akili yako kufuata mambo ya kiungu. To be spiritual, it is living in harmony with the gospel. It is living in harmony with the word of God. Ni kuishi kulingana na neno la Mungu. It is submitting to the law of God. Ni kunyenyekea kwa sheria ya Mungu. So when we talk of the spirit and the flesh, we need to understand that flesh ni mambo ya kimwili. Ni mambo ambayo hayapendezi Mungu. But the spirit is living in accordance to the word of God. If the word of God says do this, you must do this. Ukisoma Matthew chapter 26 verse 41 as we continue, there is a time that Jesus said that the spirit is willing, but the body is very weak. Ni wakati ambapo aliambia wanafunzi wake, tafadhali, angeweza kustahimili hata lisali moja. You pray with me. You keep watch with me. Yesu akasema, akaambia Mungu, kama itawezekana, niondolee kikombe hiki. This is because the flesh was weak. The body was weak. Praise the name of the Lord. Lakini from the beginning, the purpose that Jesus Christ came into this world, it was purely to die. Ilikuwa fie pale msalabani. Lakini mwili, kwa sababu ameingia kwenye mwili, ameingia kwenye flesh, inasema hapana. Kuna wakati ambao Peter alikemea akamwambia haitawezekana. Alipoambia wanafunzi wake ya kwamba atakamatwa, atateswa, Peter in flesh akamwambia hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Yesu akamwambia rudi nyumbani shetani. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu mambo ya roho, Yesu alikuja kutimiza mambo ya msalaba, lazima akufe kifo cha msalaba. Lakini sasa mwili unasema hapana, siwezi hii, because there is always a contention between the spirit and the body. And as long as we continue to live in this world, there will always be battle. Lazima kutakuwa na vita, kutakuwa na mashindano. The spirit wants to do this, the flesh is saying no. The flesh inataka kufanya hivi, spirit inasema no. So always there will be a battle. There will be a war in between the flesh and the spirit. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo saa zingine tunahitaji tuelewe ya kwamba tunapopitia maneno mengine si shetani. It is because of this flesh. Ni kwa sababu ya mwili tuko ndani yake. But we need it. Praise the name of the Lord. Mwili lazima tunahitaji. As long as we are in this world, we need this body. So ni sisi tujue ni aje tutapigana hizi vita. How am I going to go about this battle? How am I going to be involved in this battle? Nitapigana hizi vita namna gani? Na kuna vita vibaya kama vita ambazo ni za within. Haitoki nje, iko tu ndani yako. Praise the name of the Lord. Na saa zingine nafikia wakati wa kutoa tithe, mtu anauliza hii ya Old Testament ama ni ya New Testament? Hii kwa sababu ni mwili. Praise the name of the Lord. Ni mwili inakataa kutoa tithe. Wengine wakati alikuwa na mshahara kidogo, anapokea kidogo, alikuwa anatoa. Na hii sasa wakati pesa imekuwa nyingi, mwili inaanzia kuuliza hii ni ya Old Testament ama ni ya New Testament? Maana tithe imekuwa ni vita. Praise the name of the Lord. Si ati amerudi nyuma, it is the battle between the flesh and the spirit. Na Paulo akasema, so I say, live by the spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Paulo akamwambia kanisa wa Galatia, akamwambia ya kwamba muishi kwa roho. In the Bible talks about living, ni kumaanisha kwamba it is totally 24 hours you are in the spirit. Sio ingia unatoka. Ukiwa kazini, you are still in the spirit. Ukiwa kwenye shughuli zako, you are still in the spirit. Paulo akasema live by the spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. This is because they shall come. Praise the name of the Lord. Amen. Ambia mwenzako lazima hizo desires zitakuje. Hallelujah. Amen. They will always come. The sinful nature. Lakini Biblia inatuambia kwamba we should not gratify.
The wise man akasema ya kwamba you may not prevent the birds from flying over your head, but you can stop it from building a nest in your head. Praise the name of the Lord. Kasema kwamba huwezi ukazuia ndege kutembelea juu ya kichwa chako, lakini unaweza izuia kutengeneza inaitwa kiota katika kichwa chako. Praise the name of the Lord. So ni kumaanisha kwamba itakuwa inakuja kila mara, but you should stop it. You should not entertain it. Wacha ikuje tu ipitie. Inakuambia hivyo, unasema hapana. Hallelujah. Because there will always be a contention. Kutakuwa na vita. Praise the name of the Lord. Amen. I can relate this one with myself sometimes when I was in Bible college in Limuru. Kuna kuanga na baridi sana. Unavaa hata mbili ama tatu. Sasa zingine tulikuwa na rafiki yangu amehubiri hapa mara moja. Tulikuwa tuna kwa kitanda double decker. Yeye alikuwa sijui nijua chini. Na mara nyingi nilikuwa na set hala. Nasema kwamba I must wake up very early at 5. Niingie chako nikaomba. Sasa 5 ikifika, ilikuwa alamu ikilia na ikata mara moja. Paka hiyo ndugu yangu alikuwa ananiuliza, ni nani anaseti alamu, ni wewe ama ni mwingine? The spirit is willing. Praise the name of the Lord. Roho inataka kuenda maombi, lakini kabaridi, kausingizi kataa. Anasema hapana. Praise the name of the Lord. So hiyo ikawa vita. Kila siku ninasema. This is because the spirit is willing, lakini kausingizi kanasema hapana. Kabaridi kanasema hapana. Praise the name of the Lord. Amen. So as we continue this topic, nimehitaji uelewe ya kwamba hizo ni vita. Saa zingine si shetani. Ambia mwenzako saa zingine si shetani. Saa zingine tumezoea kuonea shetani sana kwa sababu haonekani. Paka tunamleta kwa mambo hayuko. Praise the name of the Lord. Unajaribu kufast, naona kakuku na unasema ni shetani. Si shetani, it is the flesh. Ndiyo inaitisha kakuku, ndiyo inaitisha chips. Hallelujah. Unasema nitakufa au kufi. Praise the name of the Lord. Au kufi. But it's the flesh, the desires of the body and the desires of the spirit. And I want to tell you, hata kama umeokoka, hata kama umejazwa, hata kama unaongea na tongues of fire, hizi vita hutaacha mpaka ukufe. There will always be a battle. Do this or this, do this or this. Lakini saa zingine sisi wa Kristo tumeruhusu mwili ukashinda roho. Na mimi wengi huwa mnatazama ama mnaitazama mweleka gumi. Kila mara unaona wanapigana, mara moja anaangushwa, anainuka tena, naanguka mwingine. Paka unashindwa nani huyu ataweza kushinda. Praise the name of the Lord. Paka alifalia na kuwa na kibarua kigumu. Mara mwingine anapopigwa amekaa chini. Refalia anapotaka kumaliza game hiyo kwa chini anainuka. Hivyo ndivyo hivyo kwa roho na mwili. Mara tunapigana kila wakati. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit. Hakuna wakati ambapo mwili utakubali ufanye mambo ya roho. Kila mara itapinga. Na ndio saa zingine uwanga unasikia mtu akisema ya kwamba unapotoa kitu ambacho inakufinyilia ni sacrifice. Ni kwa sababu hakuna wakati ambapo roho wa Mungu atakwambia utoe kitu kikubwa. Na pengine that's the only thing you have. Na mwili kuambia ni sawa. Yeah. Hakuna. Ukisikia inakuambia hivyo, mahitaji vishuku. Praise the name of the Lord. Ukisikia unataka kutoa kitu kikubwa, na unaenda umefurahi, na unaenda unaimba, hiyo unahitaji vishuku hiyo roho. Maana sio roho, pengine hiyo unataka kujionyesha. Praise the name of the Lord. Maana itakufinyilia, mwili utapigwa, na saa zingine unahitaji unaichuna. Praise the name of the Lord. Maana kila mara inakataa.
tuende hivi. Roho inasema tuende hivi. Sasa inakuwa na vita. Na wengine in between they lose the battle. They lose the battle. Praise the name of the Lord. But I pray in the name of Jesus, as you understand this topic, as you understand the word of God, you shall not overcome the body, but you shall not overcome the spirit, but you shall overcome your flesh in the name of Jesus. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, lakini ya kwenda kwa shetani ni pana. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu ya hii mwili haitaki mambo ya Mungu. Kwa hiyo yule ataingia lazima ukazane. Unajua njia nyembamba haitaki watu wanono. Wamenoneshwa na mambo ya dunia. Sasa lazima wahakikishe ya kwamba wamekonda. Praise the name of the Lord. Wamekonda kwa mambo ya mwili, lakini roho imeinuka. Praise the name of the Lord. Because every time there will be a battle. Niache huyu mume, niache huyu mke. Ilikuwa mpango wa Mungu ama ilikuwa mpango wa Mungu? Na unafikiria saa zingine ni roho inakuwa si roho, it is the flesh. Praise the name of the Lord. Na wakati mmoja mtumishi mmoja mkubwa hii taifa letu alisema, na wakati mmoja alienda niseme ya wanaume. Sini ya wanaume kama ni Yakobo. Sasa kauliza, ni nani angefikiria hapa mke wake akiwa amekufa? Praise the name of the Lord. Hiyo sio roho. Praise the name of the Lord. It is the flesh. Maana pengine anataka mwingine, nataka kuongeza, and it's vice versa. Even ladies maybe nachora hiyo kwa mkufu zaenda kwa fulani ama fulani. It is the flesh. Praise the name of the Lord. Maana inashindana kila mara, roho inashindana na mwili. But I pray we shall overcome in the name of Jesus. Amen. We shall overcome every sinful nature in the name of Jesus. Amen. For the sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other. Unasikia? They are in conflict with each other. Na 1 Corinthians inasema ya kwamba your body is the temple of the Holy Spirit. So they are living together. Na kama zinaishi pamoja lazima zitakuwa zinavurugana kila wakati. Hallelujah. Amen. Wewe unaambia roho, haujui ni mimi nimekuhifadhi. Don't you know? I am your shelter. I have given you accommodation. So you need to walk by my rules. You need to do what I tell you to do. Praise the name of the Lord. Because the spirit is in the body. And that's why we need to take care of our bodies. Because the body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Na niposa Mungu akitaka kutumia mtu lazima atumie mwili wake. Shetani akitaka lazima atumie mwili wake. So the body and the spirit, they are together. And because they are together, they will keep on fighting. Kama vile Esau na Jacob walikuwa wanapigana wakiwa kwenye tumbo la mama yao. That's how the body and the spirit are. They keep on fighting. Yule anapigwa ngumi, mwingine anampiga ngumi, yule atawezwa, kunaenda hivyo. Praise the name of the Lord. Amen. Unakuta mwingine anasema, Mungu, wachana na mwili, roho ndio unahitaji. Akiwa amelemewa na mwili. Nasema Mungu, wachana na mwili, fanya kile ninataka, siwewe unahitaji roho. Hallelujah. Kwa sababu vita zimezidi. Vita ameweka, mwili umepigwa, roho imepigwa, mpaka roho ameshindwa. I pray our spirit shall not be defeated in the name of Jesus. Amen. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Na kusoma hapo verse 19 inaonyesha matendo ya mwili. Sitaongelelea hapo sana, lakini mama Maina inaweza tusomea. Usikie the heart of the sinful nature, they are obvious. Verse 19.
Matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, farakana na uzuzi, usuda, ulevi, ulavi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Hata kama wanaimba, hata kama wanakuja kanisani, wanaotenda matendo kama hayo, they are no part in the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini mara nyingi utakuta wachungaji wameanguka, utakuta saa zingine watu wameokoka, wamepatikana na dhambi, wamepatikana na wizi, wamepatikana na ulevi, na Biblia inasema ya kwamba yule atendaye mambo hayo, he shall not inherit the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Unaweza pata mtu anampenda Mungu sana, anapoamua kumwomba Mungu, roho wa Bwana anashuka, anatoa unabii, anajitolea sana kwa Mungu, lakini unakuta ya kwamba the flesh. Praise the name of the Lord. Hata nyinyi mnaisikia mtu ameanguka dhambi, hata unauliza ni huyu ama ni mwingine? Baba, you fail to understand. Praise the name of the Lord. This is because ameshindwa kuelewa kwamba hizi ni vita na lazima utapigana. Na Yusufu alipopatana na dhambi kama hii, alisema ya kwamba this is the time to pray. This is the time to seek the face of the Lord. Hallelujah. Aliamua kwamba hii ya kutorokea. Na James chapter 4 inasema kwamba flee evil desires. Flee sins. Kuna dhambi ya kutorokea. Because this is the flesh. Praise the name of the Lord. Kama umeikuwa mlevi na umekunywa miaka mingi, ukikaribia kwenye mbao unasikianga inakuita. Inakuita hoja kidogo. Praise the name of the Lord. Na wewe mwili nakupeleka hospitali, inasema kadogo si kabaya. Nasema hata Timothy aliambiwa na Paul, huo nakunywa kidogo sababu ya mwili, sababu ya your frequent illness. Praise the name of the Lord. Ni mwili. Saa zingine si mapepo, lakini tumezoea sana kila kitu ni mapepo. Si mapepo. It is the flesh. Praise the name of the Lord. That's why we need to, na ndio mtu akiokoka anahitaji hata you change your relationship. Unabadilisha marafiki. Maana kama mlikuwa mnakutana kwa mbaya, bado mtakutana huko. Kama mlikuwa mnakutana mahali pengine si pazuri, mtakutana. Because those are the desires of the flesh. And each and every moment they will continue to fight one another. Praise the name of the Lord. Amen. Na saa zingine hii mwili, kwa sababu tulipatiwa na wazazi ambao ni wezi, ni walevi, ni washerati. Sasa unakuta bado ndio ile mwili haijabadilika. Praise the name of the Lord. Unajipata bado tumeanguka kwenye majaribu, tumeanguka kwenye dhambi because of the sinful nature. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kuelewa kwamba hata unapookoka ujue bado mwili ni ile ya baba yako. Hallelujah. Hii mwili tunapewa na wazazi wetu, roho ndio tunapewa na Mungu. Ni utapata kwamba kama kweli ni walevi, if you are not careful, kaenda kuonja kidogo. Maana hii mwili ilitoka kwa wao, ilitoka kwa watu wetu. Praise the name of the Lord. Na hata wakati unapea mtoto jina, watu wanasemanga jina iko na sikio. Praise the name of the Lord. Wewe kumuita jina ya mtu ambaye alikuwa mlevi, bado anajipata amekunywa tu. Ajui vile alikunywa, ajui vile alijipata kwenye ulevi, ni kwa sababu ya hii. Praise the name of the Lord. Paulo akasema Romans chapter 7. Paulo mtume mwenyewe. Kwanza umesikia Yesu akisema ikiwezekana hiki kikombe nisikinywe. And he is the Son of God. Asema the body is willing
but the spirit is willing, but the body is weak. But thank God he overcame. Praise the name of the Lord. And if Jesus overcame, you shall also overcome in the mighty name of the Lord. Amen. But Jesus came with this world. He did not come with a spiritual body. He came with a physical body. A body like you are. A flesh like you are. Praise the name of the Lord. And he overcame the flesh. May you overcome in the name of Jesus. The body is willing. The spirit is willing. But my body is very weak. Mwili inataka kutimiza mapenzi ya Bwana, lakini mwili unapinga. The flesh is against. Praise the name of the Lord. Wanafunzi wanaambiwa keep watch. Wanaomba kidogo dakika 10-20 wanalala because their body, their flesh is weak. Romans chapter 7. Chapter 7 verse 14, the Bible says, we know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Paulo anasema ya kwamba najua sheria ni ya kiroho, lakini mimi si wa roho. I am unspiritual, sold as a slave to sin. Nimeuzwa kama mateka kwa dhambi. Anasema verse 15, I do not understand what I do, for what I want to do I do not do, but what I hate I do. Paulo anasema kwamba mimi sijielewi. Maana kwa sababu because the law is spiritual and I am unspiritual, kile huwa nafanya sio kile ambacho nataka kufanya. I do not understand what I do. Sielewi ni nini ambayo huwa ninafanya. For what I want to do I do not do, but what I hate I do. Anasema kwamba huwa ninafanya kile ambacho nachukia. Nachukia wizi lakini najipata bado nimeiba. Nachukia usherati lakini bado najipata kwa dhambi. Nachukia ulevi lakini bado najipata kwa dhambi. And if I do not do what I do not want to do, I agree with that the law is good. As it is, it's no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Paulo anasema kwamba anaelewa sio yeye anafanya hivyo. Ni kwa sababu ya dhambi inayoishi ndani yake. Praise the name of the Lord. Tell somebody you are a potential sinner. Mwambie kwa Kiswahili. You are a potential sinner. Yaani unaweza tenda dhambi. Maana dhambi bado iko ndani yako. It is still in the flesh. Praise the name of the Lord. So if you are not careful, tunaweza sikia stories zingine mpaka tunauliza, hai, ni huyu ama ni mwingine? Because you are a potential. Na Biblia inasema kwamba na yule ambaye anafikiria amesimama sana, awe very careful. Maana unapokuwa juu sana, you need to be very careful. Unajua tuseme kama kuna mahali umepanda na umefika kileleni, uwezi ukapanda tena, kile imebaki tu ni kushuka. Praise the name of the Lord. Kama umefika kileleni na uwezi panda tena, what is left? Ni kuanguka. Na vile ulivyo juu, if you are not careful, utaanguka na unaleta a lot of negative impact. So everybody should know that they are potential sinners if they are not careful. Paulo anasema kwamba the sin lives in me. Si ati nataka, si ati napenda kufanya hivi, but it is because the sin is always with me. Tuseme kama ulikuwa mwizi uone pesa, mtu ako na pesa na ulikuwa unaomba Mungu akubariki na pesa zinaanguka kwa mfuko. Unaona zinaanguka kwa mfuko wa mtu. Na unaona ndio huyu. Nakuta the sinful nature in you inakuambia ni Mungu. Hivi ndivyo miujiza inakujaka hivi. Praise the name of the Lord. Na unaona fulani ameangusha, unasema hivi ndivyo Mungu, njia za Mungu ni nyingi sana. Mungu anaweza tumia njia yoyote kukubariki. Ulikuwa unaomba 10,000 na mtu ameangusha hapo 10,000 na unajua ni tajiri sana. Huyu hata haoni kama ni kitu, Mungu anakuambia hii hata hajui kama amepoteza ama hajapoteza, ni Mungu. It's because of the flesh. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Are we ready to overcome the flesh in the name of Jesus? Yes.
nothing good lives in me. That is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Paulo mwenyewe mpaka anajihurumia. Karibu akaze matumaini aseme ya kwamba ninajua, hallelujah, nothing good lives in me. Nothing good can be found in me. He is not talking of the spirit, but he is talking of the flesh. He is talking of the sinful nature. I know nothing good lives in me. That is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Maana niko na shauku. Roho inataka kufanya mambo mazuri, inataka kumpendeza Bwana, but the sinful nature inasema no. Hallelujah. The sinful nature inasema no. Na unajua saa zingine mwili unaweza kuconvince. Na hata unapopigana na roho, mwili unaambia roho, unajua mimi ndio niko na right ya kuwa hapa duniani. I have the right. Ndio tunawana hapa duniani, tunazaa watoto, tunakula chakula, tunavaa mavazi, lakini tukifika huko mbinguni hakuna vitu kama hizo. So mwili inaweza convince roho achana na mambo yako. Hii mambo kama ni ya dunia, tufanye mambo ya dunia. Praise the name of the Lord. Na roho sasa kama iko weak, nakuta kwamba imekuwa convinced. Ndio watu wengine huanzisha cult. Praise the name of the Lord. Cult zinatokana kwa mambo kama haya. Nikwambia as long as uko kwa mwili, kuna mambo mengine huwezi avoid. Na mambo mengine huwezi avoid. Praise the name of the Lord. Maana mwili imeshindwa, ndio cult inatokea. Unakuta watu wanasema kanisa fulani, hiyo kanisa ni nzuri, inanga mambo mengi. Hiyo kanisa inanga mambo mengi. Vile ulivyo, mambo ya mwili. Come the way you are. Vile ulivyo, wanawake 10 ni sawa. Ukikunywa kidogo ni sawa. Na kanisa inaanza. Na ukianza kanisa kama hiyo, acha nikwambie, itakuwa na wengi. Itakuwa na wengi. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba in the last days watu watakuwa wanafurahia kusikia kile ambacho wanapenda. Si vile roho anapenda. Mhubiri alikuja na injili fulani. Bishop fulani akatuambia, sema kama ni pastor aende kwa kanisa fulani. Sema leo niona sijaingia na mke wangu, nimeingia na fulani. Maana yule ni mwili alikuwa imejitafutia, lakini huyu ni Mungu mwenyewe amenitafutia. Nasema wazee watasema amen. Hata mimi wangu ni mwili nitafuta, hata mimi hivi karibuni nitakuja na wangu ambaye Mungu amenitafutia. Na hiyo kanisa inajaa wazee. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu imeongozwa na mambo ya mwili. Praise the name of the Lord. I know that nothing good lives in me. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but the sin living in me that does it. So I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. Praise the name of the Lord. Ukisoma verse 24 anasema, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Paulo mwenyewe, a Greek apostle, the chief apostle, who has written many epistles in the Bible, anasema kwamba verse 24. Tusomea hapo mamaina. We are almost concluding. Ole wangu maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Praise the name of the Lord. Kiingereza inasema, what a wretched man I am. Who will rescue me from this bond of death? Oh, mimi ni mdhaifu. Ni nani atakaye nikomboa kwa mwili huu wa mauti? Maana mwili, the sin nature will take you into sin. The sin nature will take you to death. Praise the name of the Lord. But we need to understand that in this world there must be a spiritual warfare, and this spiritual warfare is right to overcome the body. Ambayo inasema kwamba niko na right. I have the right to do this and this. Ndio unakuta kwamba watu wengi wameingia kwa dhambi ambazo wanaona ni kama si dhambi. The right to abortion,
the right to divorce, and the other sinful nature. Praise the name of the Lord. Because their spirit has been overcome. Their spirit has been defeated. Lakini Paulo mwenyewe akasema, ni nani atakayenikomboa? Ni nani atakayenikomboa kutokana na huu mwili? Maana vita ziko within. Vita zitoki nje. The battle is within me. Praise the name of the Lord. Nataka kuambia kwamba hakuna vita mbaya kama vita ambazo ziko ndani yako. Hakuna vita mbaya kama hiyo. Afadhali ile inatoka without. Praise the name of the Lord. But your enemy is within you. Mungu akikwambia fanya hivi, I can tell you, I can confess without any fear. Many times God has told me do this. Praise the name of the Lord. Tolea Mungu hiki. Mimi nasema hiyo naona kama si Mungu. Praise the name of the Lord. Mara nyingi hata Mungu amekuongelesha. Because the spirit of the Lord lives in you. Na kuambia fanyia Mungu hiki. Mimi nasema Saa zingine injili inahubiriwa hapa unaguswa. Unasema nitatolea Bwana ikitoka pale unasema hiyo mambo siwezi. Hiyo mambo siwezi. Unapigana vita. Na saa zingine unapoteza baraka ambao Mungu amekupangia. Ni kwa sababu umeshindwa na your flesh. The body is the temple of the Holy. There are two sets of fathers as I conclude. Kuna aina mbili ya mababa ya wazazi. There is a biological father and there is our God the Father. The first person, yule ambaye anatuzaa ni mwili na ni baba yetu. The biological father with the sinful nature. Lakini tunapookoka, Baba, tunapokea ile inaitwa the spirit of sonship, ambayo tunaweza sema Abba Father. Praise the name of the Lord. But as long as we have this, only the first birth, ambao ni baba zetu walituzaa, tutaendelea kuwa in the sinful nature. Ukijaribu kuelewa story the Bible well, according to the story of Isaac and Ishmael, ndio hapo utaweza kuelewa ya kwamba kuna vita ya mwili na ya roho. Ishmael, ambao is the father of Islam, ambao ni Waislamu, dini yao imetoka, alizaliwa kwa sababu ya mwili. Hakuzaliwa sababu ya roho. Kitu ya kwanza, na in the Old Testament, circumcision was highly regarded. Mungu alipeana agano, akasema kwamba every man should be circumcised. Na kutahiri wakati huo in the Old Testament ni kama kuokoka, ni kama kuacha njia mbaya na kufuata njia za Mungu. So Ishmael was born when Abraham was not circumcised. Praise the name of the Lord. Alizaliwa wakati ambapo Abraham hakuwa ametahiri. Wakati ambapo Abraham hakuwa amejipeana kwa Mungu kulingana na covenant of circumcision. But Isaac was born after Abraham was circumcised. Ama baada ya Abraham kuingia kwenye agano la Mungu. Na alipozaliwa kuna wakati ilifika Ishmael akaanzia kupigana na Isaac. Then the spirit and the body. Mpaka Sara akaambia Abraham lazima mfukuze huyu Hagar na Ishmael. Maana sasa wameanzia kuwa shinda kwa mtoto wangu. Because the spirit and the body, they will always fight. And I told you that it is the natural that it comes before. It is the natural. Ama kuzaliwa kwa kwanza ndio kunaanza. Kuzaliwa kimwili ndio inaanza. And that's why Ishmael was born before Isaac. Praise the name of the Lord. Na hapo kukatokea vita of the body and the spirit. Praise the name of the Lord. So I would like us to understand that there will always be a battle. There will always be a contention between the spirit and the flesh. Without knowledge, without awareness, vita itakapokuja utaelewa ya kwamba nahitaji nifuate mwili ama nifuate roho. But many times we have lost the battle of the body. Many times hakuna mtu hapa hawezi niambia mwahi pigana vita kama hizo.
ama hata sasa anapitia vita kama hizo. Praise the name of the Lord. Hata sasa you are going through that kind of battle. There is a contention within you. But I want to assure you, with the Spirit of the Lord, you shall be able to overcome. Biblia inasema it's not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. By the Holy Spirit, by the Spirit of the Lord, you shall be able to overcome. Let's rise up in the name of Jesus. Kupitia Roho wa Bwana, naweza kushinda in the name of Jesus. Just like Paul. Tell God for one. Who shall save me? Ambia Mungu nikomboe kwenye huu mwili. Mungu nikomboe kutokana na the desires of the flesh, that I shall walk in the Spirit in the name of Jesus. Do not gratify the desires of the flesh, but rather do the will of God. Walk in the Spirit. Live by the Spirit. Be led by the Spirit. Tutamani kuongozwa na Roho wa Bwana. Tutamani kutembea na njia za Bwana, naye Mungu ataweza kutusaidia. Father, we are before thy presence. We are very weak. We are weak vessels, God. Many times we have lost the battle to the flesh. I pray, Jehovah God, you shall enable me to overcome the battle between the flesh and the spirit. Lord Almighty, may you strengthen my spirit. Baba, tia roho yangu nguvu Bwana, ili nikaweze kushinda matamanio ama shauku ya mwili. The flesh desires what is contrary to your word, what is contrary to the Spirit of God. I pray, Lord Jesus Christ, you shall enable me to overcome in the mighty name of the Lord. We as a church, we are before thy presence. Sisi ni wadhaifu. Yesu mwenyewe akasema, the Spirit is willing, but the body is weak. Paulo mwenyewe akasema, who will save me from this wretched body, that which may take me to the dead. This moment I want to take this thing serious. I want you to take this battle serious and tell God, I want to get the kingdom of God. I don't want to perish. I want to walk in your way. I want to be led by the Spirit, because many times we have lost the battle. Many times we have lost the battle to the flesh. I pray in the name of Jesus Christ, just like Joseph, we shall be able to overcome. We shall be able to overcome in the mighty name of the Lord. Ambia Bwana kuna vita ninapitia. Ambia Bwana kuna mashindano ninapitia ndani ya maisha yangu. The spirit is fighting the flesh. The flesh is fighting the spirit. But I pray in the name of Jesus that the spirit shall be able to overcome the flesh in the mighty name of the Lord. Surrender your life this morning before the presence of the Lord. Achilia maisha yako mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sasa zingine hata tunapokuwa tunahubiri pale nje, wenye dhambi tunakuwa natuliza kama tutawezaje kutembea kwa njia za wokovu. Lakini tunawaambia ni kwa nguvu za Bwana, ni kwa uwezo wa Bwana wataweza kuishi maisha ya Ukristo. I want to tell you, in the days that we are living, these are evil days. These are evil days. They are temptation each and every moment. They are battles that are coming within us. And if we are not here, we might find ourselves losing the battle. And I pray in the name of Jesus, we shall overcome the flesh in the name of Jesus. I surrender all to you. I surrender all to you. Lord, I want us for a minute to pray for our leaders, for our national leaders. Mara nyingi wameshindwa hizi vita za mwili. The Spirit of the Lord has just reminded me of the things sometimes that go on
with the people who are influential ama wale ambao ni matajiri. Unapata ya kwamba mtu ameua. Praise the name of the Lord. Unapata ya kwamba kiongozi fulani anaua ama akona mashtaka ya uaji. Na there are witnesses, wale ambao wako na ushahidi ya kwamba aliua. So baada ya kiongozi kuua, badala atubu, anaenda nao wale mashahidi na wao anawaua. Unapata kwamba the nation is, unapata kwamba taifa mambo yanaendelea ambao si mazuri, because the sinful nature, the flesh inatushinda kila mara. I just want us to pray for our nation for a minute. Wacha tuombe taifa letu dakika moja. I know the time has come at God, but let's pray for the nation for 1 minute. Let's pray for the nation of Kenya for 1 minute in the mighty name of the Lord. Let's pray for our leaders. Let's pray for the people that God has put in authority in this nation of Kenya. Father, we thank you because of our nation. Father, we call on your holy name. Many times, as our leaders, God has lost the battle to the flesh. There are some things that have happened in this nation. Great cases have taken place. There has been corruption. There has been killings. There has been murders here and there. But we as a church of God, we call on your holy name. We pray that you may forgive us, God. We pray that you may sanctify us, Lord. We may pray, Jesus Christ, on behalf of our leaders. We pray, Lord Almighty, for our President Uhuru. We pray, Lord Almighty, for the Deputy President Ruto. We pray for the former Prime Minister Raila Odinga. We pray for the ministers, the other political leaders in this nation. We pray even for the spiritual leaders of the King of Kings. We repent on behalf of them, Jehovah God. Tunaomba Bwana taifa letu lisiingie Bwana kwa vita. Tunaomba Bwana taifa letu Bwana lisishindwe Jehova. Tunaomba Bwana utuinue kiroho tukaweze kushinda matamanio ya mwili Bwana wa mabwana. We call on your holy name. We pray, Jesus, that you may forgive our nation. We may forgive our nation, Lord, and heal our land in the mighty name of the Lord. Many times we have been overcome. Many times we have been defeated, oh, the King of Kings. But we pray, Jehovah God, that Lord Almighty, peace is going to reign in the nation of Kenya. Baba, tumetembea kwa njia ambazo sio za haki. Tumeongoza Bwana na flesha. Tumeongoza na mili yetu Jehova Jireh. Tukatenda kinyume na mapenzi yako. Baba, tumeongozwa na mili zetu Bwana. Tumeongozwa na tamaa za pesa. Tumeongozwa na tamaa za mali Bwana. Tunaomba Bwana utusamehe ili tukaongozwe na Roho wako Bwana. We pray for this nation. We pray for the